Jumatatu mpaka Ijumaa na kujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kukuandalia, na huu ni wasaa mzuri zaidi wa kujuza yale ambayo yameweza kujiri katika upande wa kimataifa. Mimi ni Georgina Mwatatu. Katika upande wa kimataifa tuangazie kwa kile alichoweza kuzungumza Rais wa Marekani Donald Trump kuhusiana na mgogoro wa kivita ambao upo Israel na Marekani dhidi ya Irani. Na hata hivyo katika mgogoro huu kuna changamoto ambayo imeweza kujitokeza ulimwenguni kote, naweza nikasema hivi, na hii ni changamoto ya mafuta. Na tuliweza kuona kuhusiana na changamoto hii ya mafuta, na hata hivyo ongezeko la bei katika baadhi ya mataifa ikiwemo ni pamoja na mataifa ya Afrika, lakini hata hivyo mataifa ya Ulaya, mataifa ya Mashariki ya Kati yenyewe kuna ongezeko ambapo limeweza kuongezeka kwa asilimia kubwa zaidi. Kwa upande wa Tanzania tumeweza kuona pale ambapo Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan aliweza kuzungumza na ongezeko la bei ya mafuta kuweza kufikia kwa asilimia 13. Lakini hata hivyo katika upande wa nchi za magharibi ongezeko limeweza kufikia kwa asilimia 50. Kwa hii ni changamoto ambayo imeweza kujitokeza kuhusiana tena mgogoro huu wa kivita ambao upo kati ya Israel na Marekani dhidi ya Irani. Lakini hata hivyo kuhusiana na kauli ambayo aliweza kuzungumza Rais wa Marekani Donald Trump, ameweza kusema kwamba kuhusiana na masuala mazima ya mgogoro huu ambao upo, lakini pia ameweza kutoa matumaini mapya pale ambapo akiweza kuhutubia mkutano wa wabunge wa Republican kwa pale Miami. Ameweza kutoa matumaini mapya, naweza nikasema hivi, kuhusiana na mgogoro huu. Amesema kwamba mgogoro huu unaenda kutamatika hivi karibuni. Hajasema lini, lakini amesema mgogoro huu unaenda kutamatika hivi karibuni. Pia ameweza kutoa takwimu kwa uchache kuhusiana na mgogoro huu, jinsi gani ambavyo taifa la Israel na Marekani kwa pamoja kuhakikisha kwamba wanashambulia upande wa Irani. Lakini pia ameweza kusema kwamba Irani alikuwa na 100% za kuweza kushambulia upande wa Israel, lakini kutokana na Marekani kuweza kuharibu baadhi ya drones za Irani, lakini hata hivyo kuweza kuharibu makombora ya Irani, hii imeweza kupelekea mashambulizi kutokuwa makali kama vile awali walivyokuwa wanadhania. Na akisema tayari wameweza kufanikiwa kwa asilimia 80 katika kuhakikisha kwamba wameharibu makombora ya Irani, na akasema kwamba makombora ambayo yamebakia ni machache sana, kwa hiyo hayataweza kuleta maafa makubwa kwa upande wa Israel na katika baadhi ya kambi za Marekani katika baadhi ya mataifa. Na hata hivyo kile ambacho alichoweza kuzungumza Rais wa Marekani kuhusiana na mgogoro huu kwenda kutamatika, yeye ameweza kuzungumza kwa nafasi yake, kwa upande wake. Vipi kuhusiana na upande wa Irani, watakuwa tayari kuhakikisha kwamba mgogoro huu unaenda kutamatika? Na hata hivyo unakuja kuangazia kuhusiana na kiongozi mpya ambaye ameweza kuchaguliwa katika taifa hilo, naye atakubali kuhusiana na mgogoro huu kuweza kutamatika. Vipi ndipo kuhusiana na taifa la Israel, kwa sababu Israel ni mshirika mkubwa sana Marekani katika mgogoro huu wa kivita, na ataweza kukubali? Na kwa upande wa Irani, kwa yale mataifa ambayo yanamsupport Iran, wataweza kukubali, na baadhi ya vikundi wataweza kukubali, kama ni pamoja na kikundi cha Hezbollah ambacho kinapatikana katika taifa la Lebanon, na wataweza kukubali kwa sababu Hezbollah na ilikuwa kikundi cha kwanza kabisa katika kuweza kuunga mkono Irani katika mgogoro huu wa kivita, kuhakikisha kwamba Hezbollah iliweza kushambulia upande wa Israel, lakini pia Israel na wenyewe waliweza kushambulia upande wa Hezbollah. Je, kwa upande wa Hezbollah na wenyewe wataweza kukubali? Lakini hata hivyo katika upande wa bei ya mafuta kuweza kuongezeka zaidi kwa upande wa Marekani, wamesema ni kama vile wanaonya upande wa Irani kutoweza kuongeza bei ya mafuta. Je, Iran inaweza kukubali? Wakati tu hivi karibuni tumeweza kuona ambaye ni waziri wa ulinzi upande wa Irani aliweza kuzungumza akisema kwamba panapoelekea mgogoro huu wa vita, bei ya mafuta itazidi kupanda siku hadi siku. Mtazamaji, ni saa 2:59 na tamatisha hivyo Morning Victory siku hii ya leo. Natumaini nitakuwa nimekujuza mengi katika yale ambayo nimeweza kuandalia siku hii ya leo katika upande wa fahamu zaidi kitaifa, kurasa za mbele za magazeti na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Georgina Mwatatu, endelea kutazama Rabi TV, kisima cha maarifa.